Ninayo furaha kukukaribisha tena kwenye kipindi cha Plus Weekend. Jina langu ni Witness Matiku. Hebu tuyatazame kwa ukubwa wake yale yaliyojiri katika juma hili kwa ujumla. Na kwa muhtasari ni pamoja na wiki hii Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi kuendeleza ushirikiano wa muda mrefu uliopo kati ya Tanzania na Kenya, huku vile Rais William Ruto akiahidi kuimarisha mshikamano huo. Naye Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amesema ushirikiano wa kikanda na kimataifa ni sharti la mafanikio katika mapambano dhidi ya uhalifu wa kimataifa unaozidi kubadilika na kuvuka mipaka. Na huko Tanga, dereva bodaboda auawa na kuporwa pikipiki katika wilaya ya Handeni. Karibu. Na tuanzie katika ile ziara ya Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto nchini Tanzania, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi ushirikiano endelevu wa muda mrefu uliopo kati ya Tanzania na Kenya, akiutaja katika maeneo muhimu ya ushirikiano baina ya nchi hizo mbili katika sekta za kilimo, nishati, masuala ya ulinzi sambamba na masuala ya uchukuzi na miundombinu. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya namna tukio hili lilivyokuwa katika juma hili. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameyasema hayo Ikulu jijini Dar es Salaam wakati akimkaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto aliyewasili mapema leo nchini kwa ziara ya kitaifa ya siku 2. Kuhusu makubaliano ya mashirikiano hayo, Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema katika upande wa kuimarisha biashara baina ya nchi hizo mbili wamekubaliana kuondosha vikwazo visivyo vya kikodi katika ufanyaji biashara, na kusema wote kwa pamoja wamekubaliana mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi huu vikwazo hivyo viwe vimeondolewa. Tume zetu za pamoja au kamati za pamoja za biashara, Joint Trade Committees, zikae mara kwa mara kuzungumza masuala ya biashara na kuhakikisha hakuna vikwazo vipya vinajitokeza kwenye mambo hayo. Tumezungumza mambo ya nishati, na kama mnavyoona kumewekwa saini mikataba 8, kati yao mkataba wa nishati, na hii ni kujenga njia za kuunganisha kuziana umeme baina ya nchi zetu mbili. Tumekamilisha njia moja, tunakwenda kujenga njia ya pili, na ndio hichi tulichosaini leo hapa. Kwa upande wa sekta ya uchukuzi na miundombinu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema wamekubaliana kujenga reli itakayotoka Tanga, Kilimanjaro hadi Kenya, itakayosaidia kukuza na kuimarisha biashara baina ya nchi hizo mbili sambamba na kuunganisha usafiri wa majini kupitia Ziwa Victoria. Tumeweka sign makubaliano kwenye nyanja mbili. Moja kwenye reli, tunakwenda kuunganisha reli kutoka bandari ya Tanga, tunakwenda mpaka Kilimanjaro. Kilimanjaro tunapita Taveta, reli inaunganika na Kenya. Lakini kwenye hilo Rais Ruto amesema kuna kipande kingine ambacho nacho lazima tukifanyie kazi, itakachokwenda kuunga kutoka Kenya kuingia kwenye SGR kule Singida. Kwa hiyo nayo tutakwenda kuifanyia kazi. Lakini vile kuunganisha usafiri ndani ya maji katika maziwa yetu, na hasa Ziwa Victoria ambalo linaunganisha biashara Kenya na Tanzania, lakini pia Uganda. Kwa upande wake, Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto, pamoja na mambo mengine, amesema makubaliano hayo yaliyoingiwa baina ya nchi hizo mbili yanapanua wigo wa fursa mbalimbali za kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa pande zote mbili, na kuahidi kuendeleza ushirikiano wenye tija na Tanzania utakaokuwa chachu ya maendeleo kwa mataifa hayo. We especially welcome the continued growth in bilateral trade, which reached $860 million in 2025, reflecting expanding opportunities and strong economic complementarities between our two nations. I did inform my sister, President Samia Suluhu, as I do
the great people of Tanzania that Kenya needs Tanzania as much as Tanzania needs Kenya. We are one people with a common destiny. Katika hafla hiyo, jumla ya mikataba 8 ya mashirikiano baina ya Tanzania na Kenya imesainiwa pamoja na mkataba wa hati ya makubaliano kuhusu ushirikiano wa uendeshaji na usimamizi wa deri ya kati ya Tanzania na Kenya, mkataba kuhusu upembuzi yakinifu kuhusu mradi wa ujenzi wa bomba la gesi kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa, pamoja na mkataba wa usaidizi wa kisheria katika masuala ya jinai. Tukiendelea kuangazia yaliyofanyika wiki hii, pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ili kuhakikisha Tanzania na Kenya zinakuwa na uchumi wake, amesema kwamba ni lazima zishirikiane katika kila hatua, hususan katika masuala ya biashara na uwekezaji, na hili linaelezwa kwa undani kabisa na Beatrice Eric. Mheshimiwa Rais Dr. Samia ameyasema hayo jijini Dar es Salaam katika hotuba yake ya kufunga jukwaa la kibiashara kati ya Tanzania na Kenya, ambapo amesema ni vema ushirikiano mkubwa ukaelekezwa pia kwenye uendelezaji wa miundombinu ya mawasiliano ili kurahisisha ufanyikaji wa biashara na uwekezaji. Hatuwezi kugawanywa. Tunagawanywa kwa mentality zetu, kwa fikra zetu, tunavyoangaliana kwa choyo chetu, selfishness, lakini in reality na kwa maumbile ya Mungu sisi ni wamoja. Kuhusu upendo na undugu, Rais Samia amesema pamoja na nchi hizi mbili kukubaliana kuimarisha matumizi ya tehama na kutoa fursa kwa vijana kutumia ubunifu walionao, pia ipo haja ya kuimarisha usimamizi na udhibiti wa matumizi ya mitandao ya kijamii. Tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu. Na wenyewe wanajifanya ni hawa wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikaambia Ruto, we have to send firm on this, watovu wa adabu hapa. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Hafla ya kufunga jukwaa hilo ambalo liliwaleta pamoja wafanyabiashara, makampuni na wawekezaji kutoka pande zote mbili limehudhuriwa pia na Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto, ambaye ameitaja miradi mikubwa inayosimamiwa na serikali zote mbili kwa ajili ya maendeleo ya watu wa pande mbili. The people in that space, our investors in the mobile space between Kenya, Tanzania, and Uganda, including Rwanda, we should harmonize that space. Akizungumzia jukwaa hilo la wafanyabiashara, waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesema ili kuimarisha jukwaa hili na kulifanya liwe endelevu, nchi hizi mbili zimekubaliana kufuata maelekezo ya viongozi wakuu wa nchi ya kukutana mara kwa mara badala ya kusubiri matukio ya ziara za viongozi wa juu. Tumekubaliana na wenzetu kutoka serikali ya Jamhuri ya Kenya, lazima tuwe na utaratibu mzuri wa kufanya haya. Na role yetu kubwa kama serikali is facilitating business environment. We shall also serve as conveners of our businesses and to catalyze the actions of what has been agreed. The European Union has got 27 countries. They have the euro. We have 8 countries in the East African communities. We have 8 different currencies. Just imagine what it would be if we all went back down that memory lane, the way our businesses are driving us to think and work together.
Akizungumzia mwenendo wa biashara kati ya nchi hizi mbili, mfanya biashara wa kimataifa wa Tanzania Rostam Aziz amesema mwelekeo wa sasa wa dunia unajumuisha mfumo wa kupambana na si wa kutegemea misaada. Hivyo ushirikiano wa Tanzania na Kenya ni lazima, ikizingatiwa kuwa nchi hizi mbili ni lango la biashara barani Afrika. Tunao msingi mzuri, kinachohitajika sasa ni kuimarisha kwa kiwango kikubwa zaidi. Sasa tunapaswa kusonga mbele kutoka kwenye biashara ya kawaida kwenda kwenye biashara ya uwekezaji wa pamoja kupitia joint ventures and public-private partnerships. PPP isiwe sera tu, iwe ni utekelezaji. Tunachohitaji ni kujenga mfumo mmoja wa kibiashara, yani single commercial system, unaofanya kazi kwa kasi, kwa ufanisi na kwa kiwango kikubwa. This is a shared growth. This is where we move from theory to execution. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba vile alipata kuzungumza katika hili na akasema ushirikiano wa kikanda na kimataifa ni sharti la mafanikio katika mapambano dhidi ya uhalifu wa kimataifa unaozidi kubadilika na kuvuka mipaka. Na hii ndiyo taarifa yake zaidi. Waziri Mkuu Mwigulu ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mkutano mkuu wa 11 wa kongamano la chama cha waendesha mashtaka Afrika Mashariki EAAP wenye kauli mbiu isemayo matumizi ya teknolojia katika kukabiliana na uhalifu dhidi ya wanyamapori na uhalifu wa kimataifa uliopangwa. Amesema katika dunia ya sasa, aina nyingi za uhalifu hupangwa, hufadhiliwa na kuratibiwa kwa njia za kidijitali, hali inayohitaji mifumo imara ya kiteknolojia pamoja na ushirikiano wa pamoja ili kudhibiti kwa ufanisi. Studies have shown that in most cases the wildlife and the Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikipitia na kuboresha sheria zake za msaada wa kisheria ili kupanua wigo wa ushirikiano, ikiwemo matumizi ya ushahidi wa kidijitali, ufuatiliaji wa mawasiliano na mbinu za kisasa za uchunguzi. Akielezea hatua zilizochukuliwa na Tanzania katika kukabiliana na uhalifu, Waziri Mkuu amesema serikali imeendelea kuboresha mifumo ya kisheria ili kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. With this bitter reality at hand, Utafiti unaonyesha kuwa katika hali nyingi, uhalifu dhidi ya wanyamapori na uhalifu wa kimataifa hupangwa kidijitali, hufadhiliwa kwa njia za kielektroniki na kuratibiwa kuvuka mipaka, na pia hufichwa kwa kutumia mbinu tata za kiteknolojia, hali inayofanya mipango na athari zake kuvuka mipaka kwa kasi kubwa ambayo wakati mwingine hupita bila kugundulika. Kwa upande wake, naibu waziri wa Katiba na Sheria Zainabu Katimba amesema uwepo wa waziri mkuu katika mkutano huo unaonesha dhamira ya serikali ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika mapambano dhidi ya uhalifu. Your presence here today is a clear statement to the unwavering commitment of the government of the United Republic of Tanzania to strengthening regional and international cooperation in the fight against crime. while criminal networks utilize digital tools to obscure money trails, coordinate illicit trade, and exploit regulatory gaps, technology equally provides us with the powerful instruments to detect, investigate, and prosecute these offenses more. Alipokuwa bungeni, Rais William Ruto wa Jamhuri ya Kenya, mwenyeji wake alikuwa ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu, na hiyo ni kwa sababu mwenyeji wake Rais Daktari Samia Suluhu Hassan huingia bungeni mara 2 kwa mwaka tu, wakati wa kufunga na kufungua bunge. Na hivyo Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto akasisitiza kwamba Kenya itaendeleza umoja na ushirikiano na Tanzania, na kuwa nchi hizo mbili hazina maadui zaidi ya kupambana na umaskini, ukosefu wa ajira, pamoja na kuwaleta watu pamoja kwa ajili ya maendeleo kwa kutumia vyema rasilimali za ndani. Tuungane na Leonard Mwacha kwa undani wa taarifa hii.
Mara baada ya Mheshimiwa Ruto kuwasili katika viunga vya bunge na kupokelewa, alipata nafasi ya kuhutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuainisha maadui ambao nchi zote mbili zinapaswa kupigana nao, ikiwemo masikini, jambo linalowezekana kutokana na hatua ya kimaendeleo inayopigwa. Ndugu wa Tanzania, wa Kenya wenzangu, maadui wetu sio wa Tanzania ama wa Kenya. Maadui wetu ni kukosa ajira, umaskini na kukosa maendeleo. Kenya and Tanzania are deeply interdependent. Our bilateral trade reached approximately $860 million in 2025, and we are on course to hitting $1 billion this year, a reflection of growing opportunity. Aidha, Rais Ruto amesisitiza umuhimu wa kutumia rasilimali za ndani kwa manufaa ya watu wao, huku akiweka wazi sababu za kiwanda cha kusafisha mafuta kujengwa Tanga. Na mawazo yangu ilikuwa ni kwamba we must use ile rasilimali tuko nayo hapa katika bara letu la East Africa. Lazima tusitumie kwa industrialization ituzalishie nafasi za ajira, isuzalishie mali ama iongeze dhamana kwa yale mambo tulio nayo na itutafutie utajiri. Tukapendekeza ya kwamba tukiungana Uganda, Tanzania na Kenya tunaweza kujenga refinery, ndio tuhakikishe ya kwamba ile mafuta tunairefine hapa kwetu, pesa inabaki hapa kwetu, nafasi za ajira inabaki hapa kwetu. Sikizeni, hiyo investment is in billions of dollars. Kama mimi ningekuwa na nafasi ningeipeleka kule Kenya, lakini kwa sababu ya kuamini ujirani na bara letu la Afrika na jumuiya ya East Africa, sisi ni wamoja, nikasema ikijengwa Tanga ni kama vile imejengwa Kenya. Kwa upande wake, Spika wa Bunge Musa Hassan Zungu ametoa wito kwa nchi zote mbili kulinda na kuenzi amani ili maendeleo yaweze kupatikana. Bila amani haya hatuwezi kuyafanya. Mataifa yetu lazima asimame kwenye amani. Alipoingia madarakani mara ya kwanza, Rais Samia Daktari alijua mafanikio yake kuwe na amani na umoja kwenye taifa letu. Lazima sisi watu tujitegemee, na kujitegemea ni sisi kufanya kazi kwa pamoja na kuzalisha kwa pamoja. Wakati umefika sasa wa kuanza kutengeneza bidhaa na kuziuza nje ya Afrika ya Mashariki kama made in East Africa. Na miongoni mwa taarifa za kusikitisha katika juma hili ni ile ya wilayani Handeni, ambapo mtu mmoja alifahamika kwa jina la Abdalla Ibrahim Chambo, mwendesha bodaboda mwenye umri wa miaka 28, amekutwa amefariki kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali shingoni na kisha mwili wake kutupwa kichakani na kuporwa pikipiki yake, na huyo mtu kutokomea mahali pasipojulikana. Ernest Mbezi anatuletea undani wa taarifa hii. Wakielezea tukio hilo la kusikitisha lililotokea usiku wa kuamkia leo kwenye pori lililopo mtaa wa Ngugwini, kata Konjugo, jirani na ofisi za halmashauri ya mji wa Handeni, baadhi ya marafiki pamoja na ndugu wa karibu na marehemu wamesema wakamchukua pale kumkodisha kama bodaboda, ndo wakaja naye huku halmashauri, ila sisi tukawa tuna wasiwasi kutokana ni kwa muda mrefu tulikaa tukiwa tunamsikilizia yeye. Ikafika mpaka hadi majira ya saa 6 ndo tukawa na wasiwasi zaidi, tukaitana kijiweni kushirikiana, ndo kama hivyo tukaingia kwenye kumtafuta. Wamemtafuta lakini jitihada kumtafuta hajazaa matunda. Ilipofika majira ya saa 11 tena ndio kapata taarifa kwamba huyu mtu ameonekana, ila kaonekana kachinjwa maeneo ya halmashauri ya mji mdogo kule. Basi watu wakatoa taarifa kituoni, polisi wakaja. Kiukweli bodaboda sasa hivi tumeingia uoga, tunaogopa hata kupakia abiria. Kama usiku, si wengine tunabishaga usiku hadi saa 5, saa 6. Kiukweli tunaogopa sasa hivi hata kupakia abiria. Kwa upande wao, viongozi wa kata Konjugo wanakiri kutokea kwa tukio hilo,
huku wakijipanga kushirikiana na wananchi kuhakikisha maeneo yote yenye vichaka pamoja na mapori hatarishi yanafyekwa, huku pia wakitoa wito kwa madereva hao katika kuchukua tahadhari za kiusalama. Ni kweli kwenye eneo letu hapa mtaa Ngugwini karibu kabisa na makao makuu ya halmashauri limetokea tukio la kijana anayesema kwamba ni dereva wa bodaboda kuuliwa, lakini vile inaonekana baada ya kuuliwa pia amepokonywa au ameibiwa ile pikipiki. Tunapinga vikali matukio kama haya, lakini ni washauri na ndugu zangu wanaofanya biashara ya bodaboda wawe makini nyakati za usiku hata mchana pindi wanapokodiwa na mtu ambaye hawamfahamu, kwa sababu sasa watu hawaaminiki. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo wakati akiongea kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Fandel Machius Mchunguzi amesema Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linaendelea na juhudi za kukusanya taarifa za kuwabaini waliofanya ukatili huo ili waweze kukamatwa. Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi, kwa yeyote mwenye taarifa za waliotenda uhalifu huo au watakaoona pikipiki hiyo wasisite kutoa taarifa ili hatua stahiki na za haraka ziweze kuchukuliwa. Na wiki hii pia Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima amezindua kitini cha mafunzo ya uandaji wa bajeti yenye malengo ya kijinsia, akisisitiza umuhimu wa mipango na bajeti za kitaifa zenye kuzingatia usawa wa kijinsia ili kuchochea maendeleo jumuishi. Na sasa tuungane na Roda Simba akitueleza vizuri kabisa kuhusu taarifa hii. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa semina kwa wabunge jijini Dodoma, Dr. Gwajima amesema bado kuna pengo la kijinsia katika upangaji na utekelezaji wa bajeti. Tunaposema maendeleo ya jinsia, lazima tukubaliane kwamba haiendelezwi na sekta moja. Hata kama ni shule inajengwa, kuna masuala ya kijinsia yaangaliwe pale, kwa sababu kuna mahitaji ya watoto wa kiume na kuna mahitaji ya watoto wa kike. Usipoweka masuala ya waenda kujisitiri wapi, kwa mfano wakati wa hedhi zao, hiyo bajeti inakuwa sio ya kijinsia. Kwa upande wa kiume vile vile, usipoangalia mahitaji yao wao kama wavulana, unaweza kujenga muundo ambao unaangalia kuwawezesha jinsia moja tu. Kwa upande wake, mwezeshaji na mkufunzi wa masuala ya jinsia Dr. Suma Kaare amesema ni muhimu kuondoa vikwazo vinavyowazuia wanawake kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Baadhi ya tofauti zinazoonekana sio kwa sababu ya maumbile kwa maana ya jinsi, lakini ni kwa sababu ya mifumo ya mila, desturi, sera na sheria ambayo inatuangalia tofauti kutokana na dhana zilizojengwa katika jamii. Kitini ni nyenzo ya kimkakati inayolenga kujenga uwezo wa kudumu ndani ya mifumo ya serikali na bunge. Au viongozi wetu wa juu lazima ifike a time wa balance skills. Yaani tuhakikishe kwamba kama nataka tuimpoe kweli, maana kusema eti ni mila na desturi wakati sio kiongozi ambao ni mtu wa Tarime anamchagua fulani kurudi au Msoma au wapi. Ni huku juu. Usawa huu tunaosema huu wa kijinsia, mimi nauona huu nao kama mfumo hivi ambao hawataki tu kuuita mfumo jike, lakini kuna kama mfumo fulani hivi. Taarifa nyingine katika juma hili iliyogusa vichwa vya habari ni pamoja na ile ya mkoani Tabora ihusuyo utapeli, ambapo jeshi la polisi mkoani Tabora linamshikilia mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Gadiel Lameki Mtema, mkazi wa Nairobi nchini Kenya na raia wa Burundi, kwa tuhuma za kujihusisha na utapeli wa fedha wa kiasi cha shilingi milioni 15 dhidi ya viongozi wa kanisa la EAGT Kidatu Manispaa ya Tabora. Mtuhumiwa huyo amejifanya ya kwamba yeye ni mfanyakazi wa Ikulu ya Tanzania. Na mwandishi wetu Adela Moses anatueleza zaidi. Haya yamejiri kufuatia wiki kadhaa nyuma kanisa hilo kuomba msaada wa milioni 25 kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ombi ambalo inadaiwa lilipokelewa na kuanza kuchakatwa, lakini baadaye mtuhumiwa anadaiwa kugushi barua na kumtumia kiongozi wa kanisa hilo Mchungaji Rashid Makande akidai ombi lao limekubaliwa na kwamba rais atatoa bilioni 2, hivyo
wampe milioni 15 kabla ya kupokea hela ya rais kama sehemu ya kutambua jitihada zake za kupambania fedha hiyo. Na hapa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoani hapa ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paul Chacha anaeleza namna walivyobaini tukio hilo na kuanza kushughulika naye. Kwa tukaendelea na mtego wetu. Ikashindikana hela kuziweka NMB, ilibidi sasa mchungaji aende wakutane na Manga. Huyu atoke Nairobi wakutane na Manga, amkabidhi mzigo wake. Kwa tunashukuru makachero wetu walifanya kazi nzuri sana. Wakaweka kambi pale na Manga. Baada ya hapo huyu bwana alikuwa anasafiri kwa sababu tayari mgeni wake mchungaji ameshapokelewa na yule bwana. Hela ameshachenjiwa, passport ameshatafutiwa ya kuvuka upande wa pili. Kwa hiyo huyu anakuja ili waweze kukutana achukue hizo hela shilingi milioni 15. Mtego huu ukawa umekamilika, tukamkamata vizuri sana. Kwa tunamkabidhi kwenye vyombo vitaendelea naye, tutajua kiini ni nini, anafanyaga nini na nini juu yake. Hata hivyo mtuhumiwa huyo mbele ya kamati ya ulinzi na usalama amekiri kufanya kosa hilo, huku kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao akitoa kauli ya jeshi hilo mkoani hapa. Hata tulipokuwa tunakuja na Bishop nilikuwa namwambia najutia hayo yote ambayo nimeyafanya. Najutia sana. Unaweza kujibu barua aliyoandikia Mheshimiwa Rais? Hapana, siwezi. Ndio maana ninaomba msamaha, unisamehe Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mimi ni wahakikishie wananchi wa mkoa wa Tabora kwamba tunataka kuhakikisha kwamba hakuna utapeli ambao utafanyika kwenye mkoa wetu wa Tabora. Tutahakikisha kwamba tunawafikia popote walipo na hatua stahiki za kisheria zinakwenda kuchukuliwa juu yao. Shukran sana Adela Moses kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Tabora, ambayo inatupa nafasi na wasaa wa kuungana na msimulizi wetu wa kimataifa kujua yale yaliyojiri katika juma hili upande wa kimataifa. Katika upande wa kimataifa tuanze huko Kinshasa, ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amedokeza juu ya uwezekano wa kuwania muhula wa 3 na kuchelewesha uchaguzi mkuu unaotarajiwa katika muda wa miaka 2 ijayo mwaka 2028 ikiwa kama vita Mashariki ya Kati vitakuwa havijamalizika. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Kinshasa, Tshisekedi amesema ikiwa kama kutakuwa hakuna amani, kura hazitoweza kufanyika, hali inaongeza hofu ya mabadiliko ya katiba, ingawa nia yake ya kuwania sio kubwa sana, ila ikiwa watu watamtaka kuendelea atakubali. Hata hivyo, taarifa zinasema katiba ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweka ukomo wa mihula 2 tu ya urais, huku upinzani ndani ya taifa hilo ukimtuhumu Tshisekedi kuwa na nia kuleta mapinduzi katika katiba ili aendelee kutawala. Na huko Vatican, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amefika nchini Italia katika ziara inayolenga kurekebisha uhusiano uliozorota kufuatisha matamshi makali ya Rais Donald Trump dhidi ya Papa Leo 14 pamoja na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Baada ya kukutana na Papa Leo, atakutana siku ya kesho Jumanne na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni pamoja na waziri wa mambo ya nje Antonio Tajani katika mazungumzo yanayotarajiwa kugubikwa na tofauti kuhusu vita dhidi ya Iran. Viongozi wa Italia wamekuwa wakitetea msimamo wa kiongozi huyo wa kiroho dhidi ya mashambulizi ya Trump, ambao itakumbuka Papa Leo amekuwa akikosoa vita na kusisitiza ujumbe wa amani na Biblia, akisema Mungu hasikilizi sala za wanaoanzisha vita. Lula Ali, kimataifa. Naam, shukran sana Lulu Ali kwa simulizi hiyo ya kimataifa katika juma hili, na hapo ndipo ulipomwisho Plus Weekend katika juma hili, lakini usikose kuungana nasi katika juma lijalo kuhusu yale yatakayojiri katika juma hilo pia. Jina langu ni Witness Matiku, bye bye.